Kuna masaibu mengi sana ambayo yanaendelea kukumba the Independent Electoral and Boundaries Commission. Kawaida tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa 2027. Na kila mtu hapa sasa anajiuliza swali. Na ni swali ambalo linaeleweka mwanzo, ni mambo ambayo yanaendelea na ni kitu ambacho basi kinahusu wa Kenya na kinahusu kila mtu. Mwanzo ni kitu muhimu sana. Sasa IEBC chini ya Erastus Ethekon ambaye ndiye chairman wa IEBC itaweza ni kutekeleza uchaguzi wa huru na haki? Hilo ndilo swali ambalo kila mtu, kila Mkenya, kila mtu ambaye anataka uongozi ambao utaweza ni kumpelekea maisha yake mbele, hilo ndilo swali kuu ambalo kila mtu anajiuliza. Kwa takriban mara tatu IEBC imeweza ni kuongoza chaguzi kuu hapa Kenya tangia iliweza ni kuundwa mwaka wa 2011 baada ya katiba kuweza ni kuamua kwamba chaguzi zote ziko zikiendelezwa na tunaweza tukasema iko ikiendelezwa na kamati huru ambayo itakuwa ikiendeleza uchaguzi huru na haki bila kuingiliwa na wanasiasa, bila kuingiliwa na watu wengine kibinafsi, ikuwe independent. Na tumeweza ni kuona chaguzi mingi sana ambazo zimeweza ni kuendelea tangia ilipoweza ni kuundwa mwaka wa 2011. Na kawaida kuna mambo mengi sana mwanzo. Uchaguzi mkuu unakuwa na mambo mengi. Mwanzo kuna viti mingi sana ambazo zinaendelea, kuna kile cha urais, kuna pia uchaguzi ambazo zinakuwa zikiendelea kila mahali katika nchi mzima. Na tuliweza ni kuona kwamba the Independent Electoral and Boundaries Commission IEBC inahitaji zaidi ya shilingi bilioni 60 kuweza ni kuendeleza uchaguzi mkuu wa 2027. Mtazamaji wangu, wewe unaona vipi? IEBC tuliweza ni kuona watu wakisema kwamba labda kuna watu ambao wameweza ni kuintervene na wale walioweza ni kuteuliwa Erastus Ethekon pamoja na wengine 6 ambao ni wa kumsaidia. Na watu wengi wakasema kwa watu wameweza ni kuintervene, na ukiingia katika mitandao ya kijamii kuna watu ambao wanasema kwamba IEBC haitotekeleza uchaguzi wa huru na haki. Lakini hilo ni swali. Pia wewe unaweza, chini ya hii video unaweza ukatupatia jibu lako katika hapo comment section kulingana na wewe mwenyewe, maono yako kibinafsi. Unaona uchaguzi wa 2027 utakuwaje IEBC ikiendelea kuongoza? Hii ni Expertise 24/7. Ripoti ambazo tunakufahamisha hapa ni ripoti ambazo zinaendelea mahali pengine katika mitandao ya kijamii. Ni vizuri basi ukaweza ni kupata kufahamu kwamba ripoti ambazo tunazichapisha hapa katika mtandao hazimhusu mtu yeyote. Ni swala ambazo tunajadili na kuweza ni kuchanganua na kuchambua mambo ya siasa ambayo yanaendelea hapa kwetu Kenya, East Africa, Afrika pamoja na ulimwengu. Inakuchukua muda wa sekunde moja peke yake kama unapendezwa na content ambayo tunaiweka kazi hapa katika Expertise 24/7 kuweza ni kusubscribe. Wakati umesubscribe unaendelea kupata kazi mpya wakati ambapo tunaiweka hapa katika Expertise 24/7. Sasa inakuaje? Karibu tena. Hii ni Expertise 24/7. Swali kubwa, IEBC 2027 Agosti. Ni siku chache mwanzo, siku zinaendelea kuyoyoma, wakati unaendelea kusonga. Swali kubwa, IEBC
tume ambayo imeweza ni kupatiwa mamlaka na katiba ya Kenya kuweza ni kuongoza uchaguzi mdogo, uchaguzi mkubwa, na kuweza ni kuwaletea Wakenya wananchi baada ya kuweza ni kuchagua mtu ambaye wanampenda. Inafanya mipango yote kuweza ni kukuletea mtu ambaye wewe mwenyewe umemchagua baada ya kuweza ni kuhesabu kula. Na kawaida tunaelewa IEBC imeweza ni kupatiwa mamlaka tofauti na katiba kuweza ni kukujulisha wewe Mkenya, kuweza ni kukuelimisha wewe Mkenya vile utaweza ni kupiga kula, vile utaweza ni kuwa ukifuatilia mambo yanavyoendelea wakati umeweza ni kupiga kula. Inaweza pia inakufahamisha na inakujulisha, na pia inaweza kukuelimisha venye utaweza ni kumchagua mtu ambaye unampenda. Sasa swali hili ni swali ambalo ni gumu kujibu. Mwanzo hamna mtu ambaye anaelewa 2027. Lakini tuliweza ni kuona chaguzi ambazo zimeweza ni kupita. Kawaida baada ya uchaguzi unakuta kuna kesi tofauti ambazo zimeweza ni kutokea. Tuliweza ni kuona kama uchaguzi uliweza ni kupita 2022, kesi zikielekea mahakamani, watu wakipinga wakisema hawajatosheka na kitu ambacho IEBC imeweza ni kukifanya. Wengine wanasema kama hayati Raila Odinga aliweza ni kuwasilisha kesi mahakamani na akaweza ni kusema hajaweza ni kupokea kile ambacho ameweza ni kuletewa na IEBC, kwamba ameweza ni kushindwa katika uchaguzi. Hasa kwa hayo mambo yote, IEBC kawaida ni jopo ambalo limeweza ni kupatiwa mamlaka ya kuweza ni kujisimamia bila kuweza ni kuingililiwa na wanasiasa pamoja na serikali. Lakini ni vizuri ukaweza ni kupata kufahamu kwamba serikali ndio inaweza ni kuipa IEBC pesa ya kuweza ni kuongoza uchaguzi pamoja na kutekeleza uchaguzi. Na ni vizuri basi tukaweza ni kujiuliza hili swala. Mwanzo ni swali ambalo ni muhimu na linatuhusu sisi kama Wakenya. Siku ambazo IEBC imekuwa ikiendeleza chaguzi kuu pamoja na chaguzi ndogo, kawaida tumeweza ni kuwa tukiona kuna watu wanajitokeza na wanasema hilo chaguzi zimeweza ni kuna mambo ambayo yameweza ni kuendelea chini ya maji. Lakini kawaida hakuna mtu ambaye aliye na proof ya kuweza ni kusema kwamba hilo chaguzi halijaweza ni kutekelezwa vizuri. Alipoaga dunia Wafula Chebukati ambaye alikuwa the chairperson wa IEBC, aliacha msukosuko ambao uliendelea kwa muda mrefu, na tukaweza ni kuona IEBC ikichukua muda wa mrefu bila jopo rasmi ambalo linaendeleza chaguzi hapa Kenya. Lakini tuliweza ni kuona mbunge likiweza ni kupitisha na rais akaweza ni kuweza kuappoint Erastus Ethekon ambaye sasa ndiye chairperson wa IEBC na ndiye ambaye ameweza ni kupatiwa mamlaka wakiwa pamoja na jopo la watu wengine 6 kuweza ni kuongoza mamilioni ya Wakenya 2027, kuweza ni kuongoza uchaguzi mkuu, kutekeleza uchaguzi mkuu na kuweza ni kutuletea ripoti kamili ya ni nani ambaye ataweza ni kuwa kiongoza Kenya, ni nani ambaye ataweza ni kuwa kiongoza katika counties, magavana, wabunge, MCAs, women representatives, na hiyo ndi kazi ya IEBC. Kwangu mimi naweza sema tungoje tu mwanzo. IEBC hiyo ni kazi yake. Lakini mtazamaji wangu, wewe mwenyewe unaona vipi? IEBC 2027 itaweza ni kutekeleza uchaguzi wa huru na haki? Hilo ni swali kuu. Ni vizuri basi pia ukaweza ni kufahamu kwamba ripoti zote ambazo sisi wenyewe tunakuletea hapa ni ripoti muhimu, ni ripoti ambazo tumeweza ni kuweza ni kuzichunguza, na ni ripoti ambazo tunakuletea hapa mwanzo. Bila wewe hatuwezi tukaleta ripoti kama hizi. Kabla ya kuweza ni kukuaga,
mtazamaji wangu tena. 2027 IEBC. Unaona vipi? Hii ni Expertise 24/7. Nashukuru wale wote ambao wanaendelea kutazama video zetu, wale ambao wanaweza kucomment na sisi, kulike na sisi. Ila kuchukua muda wa sekunde moja peke yake. Kama unafurahishwa na content yetu, sekunde moja yake kuweza ni kusubscribe katika hii channel, kuweza ni kulike content yetu, kushare. Asante sana kwa muda wako. Expertise 24/7.